Naam, mtazamaji wa Gumzo, karibu tena kwenye wasaa wetu wa Gumzo la Shujaa bila Gwanda. Mara ya mwisho tulipozungumza kwenye gumzo letu hapa tulikuwa naye Bi Leila Mohamed Yahya kutoka Wales nchini Uingereza, kwa maana ndiko anakoishi, ingawa kiasili yeye ni Mzanzibari, anatokea nyumbani Zanzibar. Na tulizungumzia kuhusu taasisi yake ya Bigger Heart Zanzibar, ambayo inajishughulisha pamoja na mengine na kusaidia kubadilisha maisha ya vijana wetu visiwani Zanzibar, watoto wadogo, hasa kwenye masuala ya elimu na pamoja na afya. Lakini kwenye mifano ambayo tulipiga kwenye kipindi chetu kile, ilihusu zaidi msaada ambao unapatikana kupitia upande wa elimu, na baadaye miongoni mwenu watazamaji mkauliza kwamba mbona katika kujitambulisha Bi Leila alijitambulisha kwamba anashughulika zaidi na masuala ya elimu na afya, lakini hapa leo umetetea mambo ya elimu peke yake. Vipi kuhusu afya na masuala kama hayo na kusanya jamii? Na ndio bana, kwa maana hiyo tukaamua tumtafute tena hapa kuzungumza naye, na bahati iliyo njema kabisa tukampata na binti yetu, miongoni mwa binti ambao anawasaidia, kwa hakika ni mtoto wake, kwa maana mtoto ambaye yuko katika dhamana yake ya kumlea. Na hili bila shaka jambo lingine ambalo kwa mwisho wa kipindi tutalizungumzia kama ni mfano mmoja mzuri kabisa namna ambavyo sisi Wazanzibar tunaoishi nje ya nchi yetu tunaweza kusaidia, sio tu kutoa msaada wa kitu kimoja kimoja, lakini pia kumsaidia mtu kama hivi. Watoto wetu wengi nyumbani ambao wana matatizo na familia ambazo zina shida, inawezekana sana wewe ambaye unaishi nje ya nchi yako, Ulaya, Marekani, Arabuni, ukasema kwamba basi mimi namsaidia katika familia hii, namchukua mtoto mmoja ndio mlezi, mimi ndo mama yake ndio babake, kwa mimi ndo mlezi wake. Simlee nyumbani kwangu, anakaa nyumbani kwao, lakini huduma zake zote nazigharamikia mimi, na mimi ndiye mwenye dhamana ya matunzo yake. Hivi ndivyo ambavyo Bi Leila amefanya, na huu ni mfano ambao nimeona kwamba ni mzuri kabisa. Ni bahati njema kwamba tumempata binti yetu mmoja kati binti ambao anawalea. Binti yetu huyo anaungana nasi hapa kutoka akiwa moja kwa moja nyumbani Zanzibar, na kuna mazingira ambayo amemfanya awe sehemu ya kipindi hiki leo. Mnakumbuka pia katika gumzo letu la Kijiweni tunazungumzia kuhusu namna ambavyo sisi watu wa diaspora wa Zanzibari tunaweza kushiriki kusaidia kwenye vita vilivyotangazwa na awamu ya 8 ya serikali ya Zanzibar ya vita dhidi ya ukatili kwa watoto wetu, wale ambao wanafanya jinsia, wanadhalilisha watoto wetu. Vipi tunaweza kushiriki? Na ndio maana leo hii tunao hapa pamoja, na bahati nzuri tumeweza kuungana moja kwa moja nao. Naam, karibuni sana kabisa. Karibu Bi Leila, karibu pia binti yetu kutoka Zanzibar. Asante sana Sheikh Ahmed. Asalamu alaykum, hali yako? Alaykum salaam, alhamdulillah, hatujambo, tunashukuru Mungu. Theluji na unga huko kwetu, kwa nini naambiwa kuna jua huko leo? Tuna sunshine, jua. Asante. Na binti yetu iliyoko nyumbani Zanzibar, hujambo? Jambo. Habari za nyumbani huko? Safi. Haya, nitamuomba mama yako hapa Bi Leila atutambulishe swala zima. Bi Leila, tumesema kwamba tunazungumzia kuhusu upande wa pili wa juhudi zako na taasisi yako Bigger Heart Zanzibar, na upande huu wa pili unashughulika na masuala ya afya, lakini pamoja na masuala ya kijamii. Afya ni kitu kipana sana, ni pamoja na afya ya matunzo pia. Naam, hebu tuelezee upande huu wa hadithi kidogo Bi Leila, kabla hatujaingia katika mfano wetu wa binti yetu ambaye tunaye hapa leo. Shukran sana brother Mohamed kwa nafasi tena hii nyingine, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka leo tuli hapa. Naam, kama jina langu Leila Mohamed Yahya, na charity yetu inaitwa Bigger Heart Zanzibar, na kama niliposema mwanzo, charity yetu inahusiana na mambo ya afya na elimu. Sasa kwa upande wa afya leo, na kama kuna sehemu ninazofanyia kazi vijiji tofauti, sasa hii issue ya kudhalilishaji wa watoto ndio hasa katika pointi yetu ya leo kwa kweli, kwa sababu tunaona hali hii ipo tangu zamani, na sasa hivi kila siku zikenda zinazidi kuongezeka. Sasa kwa kipindi hichi au cha nyuma, mimi mwenyewe pasi na watoto 2-3 na kuwa nawasaidia nyumbani, na ni mayatima, na inakuwa kwa wazee au kwa bizao, lakini najitolea kwa kadri ya uwezo wangu, chochote ninachokipata tunawasaidia watoto. Lakini kwa masuala haya yalotokea sasa au kipindi cha nyuma miaka 2-3, masuala haya udhalilishaji kwa kweli, kwa sababu masuala haya ni yanaumiza kwa sisi kama wazazi, kwa watoto wetu wadogo,
watoto wa skuli. Kwa hiyo inawakatishia maisha yao au inaharibia maisha yao. Kwa kweli hili swala linaumiza sana sana. Sasa leo hii tuko hapa na watoto wengi na washughulikia au mashamba mengi na kwenda na kutana na kesi kama hizi, na najua kwa kuwasoma, kwa action zao yote inakuwa kuna sign inaonyesha kwa watoto wamekuwa wamedhalilishwa either kwenye sexual abuse au mentally, physically, emotional. Sasa kwa kipindi hichi sana watoto wamedhalilishwa kwa kudhalilishwa kijinsia. Naam. Yes. Naam. Na tunaye hapa binti yetu ambaye anaungana sisi hapa kutoka nyumbani Zanzibar. Namna gani binti yetu huyu anahusika na swala ambalo tunalizungumzia hapa? Karibu sana binti yetu, tuelezee kuhusu uhusiano wako kwanza na Bi Leila, ulivyokutana naye na yaliyojiri katika maisha yako mpaka sasa ukawa ni sehemu ya kipindi chetu leo cha Gumzo. Kwanza nilikutana naye kipindi nilikuwa nasoma, ambao alikuwa nipo darasa la 5. Alikuwa akija kwetu akitusaidia, akituletea zawadi, vitabu na kutufahamisha mambo mbalimbali. Alafu kila mara alikuwa akija alikuwa kama mabuku, mikoba na anatufahamisha kuhusu hali ya maisha. Lakini nyumbani kwetu sisi nilikuwa na tabu fulani. Babangu mie mlevi, ashughulikii mambo ya yoyote kuhusu mtoto au kuhusu chochote ya ashughulikii. Kama tunakula au hatuli, tunavaa nini au tunaishije, hajali. Tulikuwa tunaishi na mama yetu tu pamoja na baba yetu wa kambo. Na baba yetu wa kambo na yeye hashughulikii chochote. Yeye baada ya kumshughulikia mama tusie, yani hatujali. Sasa kipindi mimi nilivyokuwa nasoma skuli ya mwanzo nilipofika form 2, nilifanya mtihani wa form 2 wa kuingia form 3, nikaja nikapendwa na mwalimu mmoja mzungu anasomesha skuli nyingine ambayo ya nini, yani jirani ya kijiji chetu. Nikaenda nikasoma kule form 3, hasa kule nikakutana na watu watatu. Yani nilikuwa nasoma nao wanawake, nilikuwa nasoma nao darasa moja. Wanafunzi wenzako yani? Sasa pile nilikuwa kila nikakutana nao wananipa kama 5,000. Na mimi nilikuwa nashukuru kwa sababu nyumbani naweza ikafika siku 3-4 hatupati kula. Sasa zile pesa mimi kila alikuwa akinipa siwaulizi kama ananipa nani. Mimi moja kwa moja nazipeleka nyumbani kwa mama. Mara siku ya pili yake wananipa kama 10,000, nikienda tena kama shilingi 5,000 hivyo wananipa. Nikiuliza ananipa nani, wananiambia kuna mtu tu anakuletea. Kufika siku birthday yangu ambayo tarehe 3 mwezi wa 8, nikaletewa boksi, ambayo ile boksi ilikuwa lina nguo, lina simu kubwa, lina pesa kama 30, lina mabuku, lina pen na vitabu. Alafu wakaniambia kuwa amenipa huyo mtu na hiyo siku hiyo ikifika mida ya saa 10 watanipeleka ambayo mtu anapokaa. Mimi ile vitu ngavichukua ngapeleka nyumbani. Mama yake akachukua ile simu kubwa akasema atatumia yeye kwa sababu mimi sijamaliza kusoma. Mimi siku ile sijafanikiwa kupelekwa kwa huyo mtu. Yani nilikaa kama mwaka ukapita, nikaingia form 4. Kipindi tunafanya mtihani yule mtu akakaa ananiletea hela tena kama 20,000, ananiletea nguo. Mimi ndo simjui, lakini ndo wale wenzangu wananiambia kuna mtu tu iko siku utamjua. Sasa kipindi nishamaliza mtihani wa form 4 ndo siku ya mwisho kufanya mtihani. Wakati tushamaliza mida ya saa 10 ndo wakanifahamisha. Yani nyuma ya skuli nifuate njia ndefu alafu nitaona nyumba. Nikifika tu niingie nitamwona yule babu ambaye ananipa hizo pesa. Kufika mle ndani mimi kila nikita naona hamna mtu. Yani naingia zangu mpaka ndani hamna mtu. Kumbe yule mtu alikuwa amekaa nyuma ule mlango. Nilipoingia ule mlango akafunga, kwa akafanya anavyofanya. Mimi nikaogopa kumwambia mama kwa sababu nilikuwa naogopa atanipiga. Alafu mama alikuwa ana tabia ukimwambia jambo anapenda kukaa barazani anahadisia. Kwa hiyo nikakaa
kuna bibi akaja akanipenda, nikakaa na wanawe Mombasa hapa Zanzibar, nikashirikiana naye akaenda zake kazini. Kwa kule nikakaa mpaka ilipofika mwezi wa pili 2020, mimi nikakaa naumwa. Sasa mimi sijui naumwa tatizo gani. Kwa hiyo nikarudishwa nyumbani, nikapelekwa zangu kituo cha afya cha hapa nyumbani. Nilipopelekwa ndo nikajulikana kama nina mimba miezi miwili. Kulizwa nyumbani nikasema mimi kuna mtu fulani ndo nilipata mimba ile, lakini mama sijamwambia ile issue ilonitokea kwa sababu najua angeenda kukasema. Akaanza kusema. Kaka naishi hivyo, yani naumwa, nakaa na njaa siku nyingine, naenda zangu kwa mama zangu wadogo au naenda zangu sehemu napoa kazi ya kufua napata kula. Wakati mjamzito. Naenda zangu hospitali hivyo nadaiwa hela na kaka zangu, wanajomba zangu, yule mwanamume nikimpigia simu ananitukana. Tena mpaka mwisho akaniblock akabadilisha namba. Kwa hiyo nikaa sina mawasiliano naye mpaka siku ndo pelekwa zangu hospitali hivyo. Yani katika kuzaa kwangu ilikuwa hali ngumu, kwa hiyo nikafanywa operation. Nikakaa hospitali muda wa mwezi mmoja. Nikatoka hospitali mwezi wa 9. Nilipotoka hospitali mwezi wa 9, nikarudi zangu nyumbani. Hasa nikakaa nyumbani, kuna makazi mengi, alafu wadogo zangu waenda zao skuli. Kwa hiyo nikakaa nachota maji, wakati kuja kuinua dumu nikaja nikafumuka tena ule mshono. Kwa hiyo tukaenda kwa babangu mdogo, mkenda nikaomba pesa kanigea, nikarudi tena hospitali, nikakaa mpaka mwezi wa 11 hospitali. Na nikarudi. Na mpaka sasa mshono wangu unanifanyia tabu, maana unaniuma. Kila nikienda hospitali naambiwa hauna matatizo. Lakini ndio hivyo, kila nikikaa unaniuma. Yaani tumbo langu saa nyingine linaweza likafanya vidonda bila hata sababu kwenye mshono. Mpaka hivi leo. Na yule mwanamume sijamuona hata mzazi kuja nyumbani kusema unisaidie. Lakini huyo mwanamume, kwanza huyo mwanamume ana umri gani unavyokisia? Sasa hivi kama miaka 24. Ni kijana bado. Si hajaoa yeye. Na anaishi katika kijiji ambacho pia unaishi. Lakini hicho kijiji jirani. Sasa jirani. Lakini ni eneo ambalo unaweza kutembea kwa miguu. Ndio kwamba uko unasoma skuli, halafu unarudi zako nyumbani kijiji chako ambacho unaishi. Naam. Na hashughuliki chochote na tuseme kwamba kusema wazazi wako wewe, mama yako na familia yako haijashughulika kwenda kufuatilia ile jambo, kupata kujua huyo kijana au huyo mtu mhusika, na serikali kwa pamoja kushughulikia jambo hili? Hakuna mtu ambaye kashughulika au imekwendaje? Hakuna aloshughulika, ila mimi kuna siku nilienda zangu kituoni mimi mwenyewe. Nilipoenda kule kituoni nikaambiwa niende wanawake na watoto. Kwenda wanawake na watoto nimeenda kama siku 3, hakuna hata siku moja niliwakuta. Ndo akaniambia niende Jumatatu. Kwa hapa nasubiri afike Jumatatu niende zangu tena. Na sasa hizi una umri wa miaka mingapi binti? Sasa hivi na miaka 19. 19 sasa hizi. Kwa hivyo ulijifungua ukiwa na 18 tuseme. Na kidogo. Naam. Asante. Basi bado usiondoke, nitakuja tena kwako wewe. Naona mjukuu wangu analia hapo. Nitakuja, wacha niende tuende kwa mama yako Bilela, halafu tuje na kwako na binti yetu Naam, Bilela. Naam. Watu wa aina hii ndio ambao unashughulika nao, na kusema watu wa aina hii ndio ambao katika dhamana yako kuwalea na kuwasaidia matunzo na mambo kama haya. Ilikuwaje kwanza ukaweza kufikiria jambo hili? Manake je, ulikuta je hali vipi ulikuwa na huyu binti manake mahsusi vipi ambapo tunazungumza naye hapa? Kwa kweli mimi ninapokwenda katika vijiji, especially hicho kijiji kingine na vingine vijiji kati ya vijiji hivyo sana, unajua unapojua au kama umesomea mambo, kuona sign za watoto walikuwa wamedhalilishwa kwa kijinsia, unaona mifano yao. Sasa mimi katika vijiji nilipokwenda, kila nikwenda nakuwa na watoto sana, kama unavyojua mimi niko sana watoto kilo. Sasa ukiwa nao vile unaona sign. Sasa katika kijiji hichi nilichokitembelea nikawaona watoto kama 3 4, na nikajaribu kuwa nao karibu sana, kwa sababu
kama mzazi unataka kujua mtoto wako yuko vipi, yani ujenge urafiki wa karibu sana. Alafu pia kuna njia za kusema nao. Sasa katika kusema nao wawili watatu, wakaniambia wengine ndio wameshakuta mitihani hiyo na wengine ndio washazaa na age wadogo sana kama miaka 14, 13. Mmoja hasa aliyomkuta mdogo ni miaka 12. Ameshazaa. Na kama ameshazaa. Na miaka 12 kwa sababu nimekwenda pia nishamkuta na mtoto. Sana kesi yake pia kaniambia story ndio hizo story, kwa kweli ni mbaya sana. Sasa katika kijiji hicho nikawa nakuwa na wengine watoto kama vijana kama kuanzia miaka 12, 13, na kuwa napenda sana kufanya nao urafiki ili najiweka karibu nao kama kuna matatizo, kwa sababu utamuona mtoto kwenye uso wake au utamuona vile anavyojiweka. Kwa hiyo wewe utakuwa rahisi sana kumjua vipi mtoto ana kitu gani. Kwa hiyo ukiwa nao karibu, ukianza kuuliza maswali, wengine wanaogopa kuambia, lakini unajaribu kuwapa uwazi fulani, kama una kitu chochote niambie, mimi sitosema kitu. Wengi wanaogopa, nikikwambia utaenda kumwambia mama au utamwambia nani, nitapigwa. Kwa hiyo wanayari kuficha. Lakini sasa kuna kipindi namtafuta sana huyu binti yangu, ndio kama vile ninachojaliwa mimi nawasaidia. Lakini sasa kuna kipindi kila nikimtafuta sipati. Kuna siku nilipokwenda mwaka jana katika hicho kijiji, nikamuulizia tena kwa sababu ikawa hamna tena, asema anaogopa kuja kuona. Nikamwambia kwa sababu gani, ndio ikanipata history, nikabidi nikamuone tena. Tukakutana dakika ya mwisho nataka kuondoka, nikakaa naye kama dakika tu njiani, tukajaribu kukaa na tukazungumza naye, akanieleza. Basi sasa kwa kuwa hamna mawasiliano, vipi nitampata? Lakini kuna mwalimu mmoja au mwana kijiji mmoja ambao ni mtu mzima kidogo, nimejaribu ile kumuomba tuwe tunawasiliana, nikimtaka au nikitaka kujua hali inayoendelea nimfahamishe yeye, ili kama nataka kusema naye aje, ili nimuulize vipi maisha mpaka sasa hivi na vipi dakika mwisho tumezungumza nadhani kama siku 2-3 kwa kujua vipi, ndio mwenyewe kanielezea, kwa sababu sasa hivi tushakuwa ile kama marafiki, shafahamu, kwa sababu matatizo ndio sisi wazee wengine wana react labda vibaya, wanaweza kama hivyo, wanaweza kumtukana mtoto akamfukuza. Sasa ile kashaumia mtoto, alafu kiasi namna hiyo unazidi kumfukuza, unamzidi kumuumiza zaidi, na hatujui mbele naweza kumfika maafa gani zaidi hapo. Naam, asante sana. Wacha turudi na kwake binti yetu. Upo nasi bado? Unanisikia? Haya, asante. Nataka kujua kitu kimoja kwako. Kwanza kuhusu maendeleo yako ya masomo ulipokuwa unasoma, manake saizi ndo husomi tena, lakini ulifika mpaka form 4, manake ukafanya mtihani mpaka form 4. Mimi baada hapo sijafuatilia tena, yaani sijataka hata kujua imetokea vipi au inaendelea vipi. Maskini. Kwa hata hujui kama umepata sheti au hupata sheti, na hiyo ulichopasea sijafuatilia sasa. Mwenyewe hasa unataka kuchukua hatua gani hivi sasa ambazo unadhani kwamba usaidiwe ili uweze kuzifikia? Unachukua hatua gani katika maisha yako binafsi? Mimi nataka nirudi zangu skuli tena kama kuna uwezekano. Naam. Nataka nirudi tena nisome tena. Ndio. Lakini ndio hakuna uwezo nyumbani. Ni kwa sababu tu hakuna uwezo wa kifedha nyumbani, lakini mwenyewe unataka urudi usome. Vizuri. Na vipi kuhusu baba wa huyo mtoto? Mimi sijui hata yaani sijui hata anaendelea vipi, maana sijaonana naye toka siku hizi. Lakini kwa sura unamjua ni huyu? Tena namjua sana tu. Maana yake ni kusema kwamba kama ukiamua kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kwa ajili ya yeye kwanza kwa kosa ambalo kalifanya, lakini pia kubebesha wajibu ambao wajibu wakijitokezea, maana yake kujitokezea ni mtoto ambaye saizi unaye, ambaye ni mtoto wenu, ni wako wewe na yeye pia. Uko tayari kuchukua hatua hizo pia? Nipo tayari. Naam. Na vipi kuhusu wazazi wako? Nakusudia wazazi wako, baba, mama, walezi wako wanalichukuliaje swala hili hivi sasa, na kwamba wewe ni mtoto ambaye ambaye pia una mtoto?
wao wamenyamaza kimya, hawazungumzi. Kwa hivyo maisha yanakwenda tu kama kawaida, mnalala, mnaamka, mkipata mnakula, mikosa mnalala, haulizi kitu kuhusu jambo lote lile. Yeye haulizi chochote. Asante sana. Haya, asante. Nitarudi kwako Bilela. Bilela, Naam. Unadhani kwa nini ikawa kuna hulka hii ya watu wetu ya kuto kuyafuatilia masuala haya ya watoto wao? Kwa nini ikawa ni hivi? Kwa kweli naona jambo kama hili unaweza kumwambia mzazi kama ndio kashafanywa hivyo mtoto. Ndio kama ulivyomsikia hapo awali amesema kwamba anaogopa kumwambia mzazi wake, pengine ataenda kusema nje, au pengine ataanza kumtolea ukali akampiga zaidi au akamuumiza zaidi. Hilo la kwanza. La pili, nahisi mie zile process au mpangilio wa kwenda kuanza kumshtaki, kwa sababu kwa nyumbani kidogo naona swala kama hili haliko nafasi ya juu, kwa sababu kuna sehemu mbalimbali ukapitie, mara uende polisi, utaambiwa ukachukue P45 sijui yani kuna safari ndefu. Sasa hivyo mzazi akiona aona bora aache. Sasa alafu pia hapo mimi naona wazee au sisi wazee, jambo kama hili likifika watoto wetu tujaribu kuwa nao karibu. Ushafahamu? Tukijaribu kuwasukuma kama ninavyojua hapo lipo binti yetu huyu, vile sasa napata time ya kuzungumza naye. Ndio kama hivyo sasa nyumbani wazee wanakuwa pengine hawamtaki, ikitokea kitu kidogo na anatishia labda atafukuzwa nyumbani, na yeye ana mtoto na maisha sasa hivi ndio yako magumu, na yeye mwenyewe ana ndugu zake nadhani nawajua wote, niko nao tangu wadogo. Ushafahamu? Sasa inakuwa hiyo inampa ugumu fulani yani mtoto wetu au watu wetu, kwa sababu hawajui wapi kwa kuanzia. Na wazee pia wanaona ishatokea hivi wanaacha, kwa sababu wanahisi zile procedure za kufuatia wanazungushwa sana. Kwa hiyo wanaacha mtoto ndo kama hivyo, pengine mtoto ndo kama hivyo anabidia kusoma, hawezi kuendelea sasa hivi. Kwa hiyo mitihani kama hiyo, yani tungeomba yani kuwachukulia serious ya mambo. Kwanza sisi wenyewe wazazi, mtoto wako uwe naye karibu. Mambo yakimtokezea kama haya, uwe naye karibu na uwe naye ujue kabisa si makosa yake. Kwa hiyo baada ya hapo alafu tena anaweza kufuatilia wapi kwa kwenda kushtaki. Naam. Na vipi, bila mwanzo tumesimulia kwenye utangulizi hadithi yenyewe ilivyotokezea ni kwamba wewe binafsi umechukua jitihada tangu mwanzoni kabisa za kusema kwamba watoto hawa ambao wamekutana nao katika mazingira hayo tangu kwa wadogo tu. Hilo tunamzungumzia binti yetu ambaye ana miaka 18 tayari na ameshapaswa aliyopata, lakini ni mabinti ambao ulikuwa nao tangu wako wadogo kabisa. Unajua tangu wako wadogo kabisa. Maana yake tangu wako wadogo ulichukua dhamana ya kusema binti fulani huyu na huyu hawa watakuwa mimi ndiye ambaye anashughulika sehemu fulani ya maisha ya malezi yao, angalau upande wa kusoma na upande wa mavazi yao na kadha wa kadha. Kwa nini ukafikia hatua hii? Maana yake nataka kujua kwamba kipi kilichokusukuma kufikia hatua hiyo. Kwa sababu unajua unapokaa na watoto unaweza kumsoma kila mtoto. Sasa unajua hawa watoto katika hicho kijiji nilichokwenda siku zile, nikawa naona wana focus ya masomo, wanataka kusoma lakini ile uwezo hawana. Kwa hiyo kila nikienda mimi labda ndio nakwenda vijiji tofauti, na point watoto. Sasa najua kama kijiji hichi kuna watu fulani. Sasa kijiji hicho chokwenda siku zile nikawa niko nani mshana zaidi ya mara 4 mara 5 mara 6. Kwa hiyo nakuwa ile nawaweka wa focus kwenye masomo. Sasa nitakapoona wanaorejea nyuma na uwezo wa kuuliza, kuna watu wachache waliniambia kama mitihani iliwakuta ndo kama hivyo. Sasa mimi ikanijia bora nijaribu kuwafundisha watoto mambo haya kama hayakubaliki katika kudhalilishana. Wao ni watu wadogo, watu wa shule, na kawafundisha mambo yote kama udhalilishaji, msikubali kufanywa hivi, msikubali kufanywa hivi. Lakini sasa utaondoka, ndio vile siku mimi kule kila wakati nao wengine watakuwa na wazee wao, lakini maisha yao yako chini, wengine hawana kabisa wazee, wanalelewa na bibi. Kwa hiyo inakuwa ninachojaliwa mwenyewe najaribu kusaidia. Kuna watu wengine nitakajaribu kuambia kwamba tunaomba tuwasaidie, kuna watoto hivi na hivi.
mtu anayejaliwa atanisaidia, mtu asipokuwa na uwezo basi, lakini mwenyewe anachukua hatua nifanye jitihada, kwa sababu najua watoto wana malengo mbele. Elimu unaona kabisa watakuja kufanya mambo mashaallah, watakuja kuachilia katika masomo, katika elimu yao na kuwasaidia kama ndugu zao au wazee wao. Sasa ninapoona hivyo nadhalilishwa kidogo, imeniuma. Ndio maana nikasema lazim nijaribu kushughulikia hili swala, na kama unavyojua sasa hivi kila pale nazungumziwa, mpaka Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi naye kashalitilia mkazo hili swala. Kwa hiyo na sisi wenyewe binafsi katika charity yetu tulipanga mwaka jana tukafanye campaign kutokana na hawa watoto. Nilipowasiliana nikajua kama mitihani ilishamkuta, tukasema tufanye campaign, tushatayarisha kila kitu, na pia nitakuonesha kuna kama hizi fulana tulikuwa tushachapisha. Unaweza kusema kwa Kiswahili? Naam. Naona hapa. Kama kwa ajili ya watoto. Hakuna sababu ya kuadhibiwa. Hii ilikuwa campaign, na fulana nyingine zimechapishwa Zanzibar pia kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo yote tulikuwa tushajipanga mwaka jana, lakini ndio bahati mbaya kuna hii mitihani ya maradhi imeingia, kwa hiyo imetutopisha, lakini nia yetu bado ipo na tunazidi kufanya kwa njia ya simu. Kama sasa hivi alhamdulillah, na wale walezi au watu naweza kucontact nao, nikajua watoto wako 2 3 bado nawafuatilia, na wengine 2 washapata mitihani hiyo na mwingine kidogo mdogo zaidi. Kwa hiyo hili swala kwa kweli lazima litulie mkazo, na sisi wazee, yani wazee wenzangu, tulichukulia hili swala serious, yani kwa sababu watoto wetu wanadhalilishwa, na watu wanaodhalilisha wanapata time wanaondoka bila kuchukua hatua yoyote. Naam. Asante binti yetu, wanisikia? Haya, tuseme itokezee kwamba hivi sasa ukutane na huyu ambaye amekufanyia alokufanyia, na hivi sasa una mtoto pomshika mapajani mwako ambao ni zao la alokufanyia, utamwambiaje? Yani sitaweza kumwambia chochote. Yes, sitamwambia chochote. Nitampita tu kama simuoni. Unakusudia kwamba katika nafsi yako ni mtu ambaye unamchukulia kama maiti, hayupo duniani? Namchukia sasa. Namchukia. Kama ungetakiwa umuombe jambo limpate, ungetaka limpate lipi? Siwezi kumwombea jambo lolote kwa sababu sijui na mimi mbele nitakuja kukera vipi. Maskini. Una moyo mkubwa mwanangu, una moyo mkubwa. Subhanallah. Kama waweza kuzungumza mwanangu na mamlaka za nchi, serikali kwa mfano, leo nilisikia kwamba rais wa nchi Dr. Mwinyi alikuwa katika upande wa kusini. Kama ungepata moja kwa moja sauti ya kumwambia rais wa nchi yetu, ungemwambia kitu gani? Maana siku hizi amevalia njua jambo hili. Ungeambia kauli gani? Mie cha muhimu tu ningemwambia kama yani aniunganishie kwa yule mwanamume, alafu yeye yani awe yani kama ampeleka na kina watoto, alafu yeye kila mwezi awe anapeleka hela, alafu zile hela mimi niende nikachukue nimsaidie mtoto pamoja na mimi mwenyewe. Maskini. Ungetaka huduma tu za mwanao. Okay. Bas. Asante binti yangu, asante sana, asante. Mwenyezi Mungu azidi kukupa subira na nguvu, na Mwenyezi Mungu inshallah akufungulie mafundo ambayo yamefungika. Asante sana. Asante. Bilela. Naam. Siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea vile kwa sababu ile jambo kwa kweli linaumiza. Ni watoto wetu, watu wanaofanya mambo hayo bado wanatembea na wanajaribu kuweza kuwadhalilisha wengine zaidi. Kwa kweli hizi roho maskini ziko very innocent. Very.
watoto wadogo sana, na maisha nyumbani unajua, na watu washafanya hivyo bado wanaendelea na maisha yao, wanafanya kama inawafanya kama hawajafanya kitu kwa watoto wenzi wao. Inauma. Naam. Tunaomba serikali ichukulie sana hatua zaidi na zaidi. Tunashukuru kwa sasa hivi wanapaza sauti zao, wazidi kupaza sauti na hatua zichukuliwe. Kwa kweli tutapoteza watoto wengi, tutawazibia maisha yao, ficha yao. Kama wanavyojua maisha ni kama mshumaa kwa wao unawaka. Sasa mtu anakwenda na uzima kiza, waone kitu. Kama sasa hivi binti yetu hana maisha, na unajua alikuwa anataka kuendelea kusoma. Sasa maisha yake yameshazibwa, yamezimwa na mtu ambaye yuko njiani, anatembea, anakula, yeye hamjali mtoto wake, hamjali yule alomdhalilisha. Kwa kweli inasikitisha sana. Naam, mpenzi mtazamaji, kwa hakika tuna dhima kubwa sana. Masala haya ambayo yanatokezea katika ardhi ya nchi yetu, ardhi ambayo inatajwa kwamba ni katika ardhi wenyewe Zanzibar, tunajua kwamba kwa kujiamini kabisa kwamba tunatoka katika nchi tukufu, nchi ambayo ina maadili, ina utamaduni mkongwe, ustaarabu wa kale wa kusifika. Jambo la ajabu na aibu kubwa sana kwamba miongoni mwetu haya ndio ambayo tunayafanya, na hivi ndivyo ambavyo tunavikuza vizazi vyetu kwa hivi sasa. Manake huu ni mfano mmoja tu, mifano iko maelfu ya vijana wetu wadogo kabisa chini ya miaka 18 ambao hukumbwa na jala kama hii. Na maana yake ni kusema kwamba tunaandaa kizazi ambacho kitakuja kuwa hakina mwenyewe ndani ya kipindi kifupi kijacho. Binti yetu hapa anasema kwamba laiti kama angeweza yeye, kwanza kuhusu alomtenda, nasema hana haja hata kumuona, hata kimuona angempita tu kwa jinsi ambavyo anamchukia. Lakini lau kama angeweza kufikisha sauti yake kwa rais, angemwambia amsaidie huyu ambaye kamtenda haya, aibe wajibu wake tu. Wajibu wenyewe ni kumhudumia kiumbe ambaye duniani kwa tendo ambalo amelifanya, tendo la ubakaji, la udhalilishaji. Hasbunallah. Tuishie hapa kwa leo. Mwenyezi Mungu azidi kuwa kwa nguvu. Bilela, Mungu akupe nguvu kwa kazi ambayo unaifanya hii ya kuwasaidia vijana wetu na binti yetu. Mwenyezi Mungu nakuombea tena azidi kupa nguvu na subira, na haya ambayo unayatarajia yatokezee, uweze kuendelea na masomo, uweze kujenga maisha yako na kijana wako ambaye amekuja katika maisha yako, ambaye hukumtafuta kwa kusudi lakini amekuja, na kwa hivyo una dhamana naye pia kumpa maisha mazuri, na Mungu akujalie uweze kumpa maisha haya mazuri. Wapenzi watazamaji, tuagane hapa hadi mara nyingine.